Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo siku ya Ijumaa ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2025, juma la 7 la Pasaka, mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 25 aya 13 hadi 21. Somo letu la Injili linatoka kwa mwinjili Yohane, sura ya 21 aya 15 hadi aya 19. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohane, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohane, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohane, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyoambiwa mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote. Wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Akasema, "Amin, amin nakuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda zako na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kuchukua usikotaka." Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye akisha kusema hayo akamwambia, "Nifuate." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa katika Kristo, tukiwa katika kipindi hiki cha Pasaka ambacho bado kinaendelea kutujaza furaha ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki takatifu, tukijiandaa na Pentekoste, karamu ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Masomo yetu ya leo yanatufundisha kuhusu uaminifu, wito wa huduma na thabiti ya kushuhudia imani hata katika majaribu na mateso. Katika somo la kwanza tunamwona Mtume Paulo akiwa mbele ya viongozi wa Kirumi, akiwa amekamatwa kwa tuhuma zisizo na msingi, lakini yeye anatetea imani yake na kueleza jinsi anavyoshtakiwa kwa sababu ya kumshuhudia Yesu aliyekufa na kufufuka. Festo anakiri kuwa Paulo hahusiani na uasi au makosa yanayosababisha au yanayostahili kifungo, bali anatuhumiwa kwa mambo yanayohusiana na imani na mafundisho ya Yesu. Hivyo ndugu zangu wapendwa, tunafundishwa kuwa na ujasiri wa kusimama imara na kutetea imani yetu hata katika mazingira magumu na yenye changamoto, bila kuogopa macho na maneno ya watu wanaotuzunguka. Katika somo la Injili, Yesu anamuuliza Petro mara tatu, "Simoni wa Yohane, je, wanipenda kuliko hawa?" Rejea Injili ya Yohane sura ya 21 aya 15. Hili ni tukio la kurejesha hadhi na wito wa Petro baada ya kumsaliti Yesu mara tatu. Kwa kila mara Petro anapokiri na kupenda, Yesu anamkabidhi jukumu, "Lisha wana kondoo wangu, chunga kondoo wangu." Yesu pia anamtabiria namna atakavyoteseka kwa ajili ya imani, akimwambia, "Utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako na mwingine atakufunga
na kukupeleka usikotaka. Rejea Injili ya Yohane sura ya 21 aya ya 18. Wapendwa, masomo haya mawili yanatuonyesha picha mbili muhimu. Kwanza, uaminifu wa Paulo katika kumshuhudia Kristo mbele ya watawala wa kidunia. Pili, urejesho wa Petro kama kiongozi wa kundi la waamini. Paulo alikubali hata kifungo na hatari kwa sababu ya imani yake katika Kristo mfufuka. Vivyo hivyo, Petro baada ya kuanguka na kumsaliti Yesu alipata rehema na kupewa tena jukumu la kulisha kondoo wa Bwana. Ndugu zangu, katika maisha yetu mara nyingi tunajikuta katika hali kama ya Paulo au Petro. Wengine tunakumbwa na majaribu au vikwazo katika kushuhudia imani yetu, katika familia, kazini kwetu au katika jamii inayotuzunguka. Wengine tunahisi hatufai kwa sababu ya mapungufu au kwa sababu ya makosa tuliyotenda huko zamani. Lakini Bwana anatufundisha leo kwamba kama Paulo na Petro tunaweza kuimarishwa na kurejeshwa na kutumwa tena kama mashahidi wa Bwana. Maneno ya Yesu, lisha kondoo wangu, sio tu mwito wa mapadri, mashemasi au watawa pekee, bali kwa kila Mkristo mbatizwa. Tunaitwa kulisha kondoo wa Bwana kwa neno la Mungu, kwa matendo ya huruma, kwa uaminifu na ushuhuda wa imani yetu. Ndugu zangu, tukiangalia maisha ya Paulo na Petro, tunapata changamoto kuu mbili. Kwanza, kuwa tayari kuteseka kwa ajili ya ukweli wa imani kama Paulo. Na pili, kurudi kwa Bwana na kumtumikia kwa moyo nyenyekevu kama Petro. Hii inahitaji uaminifu, sala, kujitoa kwa huduma ya jirani. Wapendwa, hebu tujiulize, sisi leo tuko tayari kama Paulo kusimama imara kwa ajili ya Kristo hata ikitugharimu maisha yetu? Je, tuko tayari kama Petro kukiri upungufu wetu na kumwambia Yesu kwa unyenyekevu, Bwana, wewe wajua yote, wewe wafahamu kuwa na kupenda? Hivyo tunapoendelea na safari ya kuelekea Pentekoste, tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atuimarishe, atujaze upendo na ujasiri wa kumtumikia Yesu katika kila hali kama Petro na Paulo, na tufanye vyombo vya amani, upendo, ujasiri na uaminifu, tukiwa mashahidi hai wa Kristo katika familia zetu, jumuiya na jamii kwa ujumla. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Emmanuel Lori kutoka Jimbo Katoliki la Mbulu, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo kuu la Tabora.